Ikiwa leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 3 2025, ripoti kutokea katika kijiji cha Choni katika kisiwa hiki cha Pemba, ambapo taasisi Al-Wadud wakishirikiana na taasisi ya Tanzania Diaspora in Oman chini ya Sheikh Suleiman Yusuf, lakini pia taasisi ya Diaspora Charitable Organization chini ya Ukhti Shemsa Lemki, zaidi ya familia 250 zimeweza kupatiwa iftar katika kijiji hiki cha Choni, kama ambavyo imekuwa kawaida ya taasisi hizi inapofikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ama karibu na mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi hufika katika maeneo mbalimbali ili kuweza kugawa iftar. Na hivyo leo wametia kambi katika kijiji hiki cha Choni na kuwapatia iftar watu mbalimbali ambao wanapatikana katika kijiji hiki. Nikukaribishe ili kuweza kutazama yale ambayo yamejiri katika ugawaji wa iftar hapa Choni. Jina langu ni Ramadhan Jande. Karibu sana. Mbele yenu ni ujumbe kutoka nchini Oman ambao kiongozwa na Sheikh Abdul Qadir Al-Jahdhami, ni mwenyekiti wa jumuiya au taasisi ya Al-Wadud ya mambo ya kheri. Lakini pia kuna dada Shemsa Lemki, ni mwenyekiti wa taasisi ya Diaspora Charity Organization, vile vile anashiriki masuala ya kijamii kama hivyo mambo ya kheri. Lakini tuna timu nzima ya AQ na ZBC, na mimi mwenyewe ni pia ni mkurugenzi, ukiachia mwenyekiti wa Diaspora, ni mkurugenzi wa kampuni ya kusafirisha mizigo kutoka Oman kuja Tanzania ya Al Jazeera Cargo. Kwa niaba ya wenzetu Sheikh Abdul Qadir, Mheshimiwa Sheha Bwana Khamis Faki, lakini pia nimesahau kidogo, kuna Sheikh Salim Ramia. Sheikh Salim Ramia ni mwakilishi kutoka idara ya Diaspora Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Yeye ndio bosi wetu. Sisi ni tuko nchi za nje, lakini mawasiliano yote tunafanya na idara yake ya Diaspora au Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hiyo Sheikh Salim, Sheikh Abdul Qadir na timu nzima leo tupo katika shehia ya Kiungoni, kijiji cha Chonyi. Mbele yenu kuna watoto wenu, kuna wenenu ambao mliwalea, mkawasomesha, wakatoka nje, walikwenda Libya wakasoma, wakaenda Omani wakaishi, hawajasahau kwao. Siko peke yangu, tuko wengi sana. Taasisi ya Al-Wadud ina ndugu zetu wa Omani wazaliwa wa Tanzania. Taasisi ya Diaspora Charity Organization ina Waomani wazaliwa wa Tanzania, na taasisi zote ambazo ziko nyuma yetu na ambao wako nje hizi taasisi wameamua kujichanga kile kidogo walichonacho, wakasema Ramadhani hii ya 2025 ukiachia vijiji vingine ambavyo tumepita, tukasema leo tukutane na ndugu zetu wapi? Wachonyi, na inshallah Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwapa vijiji vingine vyote vilivyobakia inshallah. Lengo na madhumuni ukiachia kufutari na ndugu zetu, lakini pia hawa waliochangia wana malengo. Mtu anachangia, bwana mimi ninaumwa na mgonjwa wangu ana matatizo, lakini na mzazi wangu amefariki, pengine namuombea rehema na maghfira, na wagonjwa Mwenyezi Mungu awaponyeshe. Kwa kila mtu na nia yake. Kuna ambao wanatoa sadaka zakatul mal kutakasa biashara yake, lakini ni biashara tukufu na adhimu. Kwa hivyo kwa nia zao Mwenyezi Mungu atakabalie. Tunakuombeeni muombe dua kwa kile ambacho kidogo amekitoa, Mwenyezi Mungu atakabalie dua zao. Nimefurahi Mwenyezi Mungu amenikutanisha na ndugu zangu ambao hatujawahi kuonana, ndugu zangu kwa upande wa dini yetu ya Kiislamu. Narudia tena, na nimetoka kusema huko nyuma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha nisamu njema, akasema al-muslim, yani muislamu ndugu yake, muislamu mwenzake. Kwa hiyo ukikutana na Msambaa, Mpare, Mkuria, Mwarabu, Muhindi, Msungu, kwa kuwa ni muislamu basi ni ndugu yako. Kwa hiyo tuseme alhamdulillah Mwenyezi Mungu akutujalia Uislamu. Na mimi nitakuwa sina maneno nyingi za kusema. Nitawashukuru sana watu wote ambao amesababisha misaada hii kawafikia ndugu zangu Waislamu wenzangu wa Pemba, huku sehemu anaitwaje? Choli. Choli. Ila na maneno machache tu ya kuwakumbusha
wale ndugu zangu ambao bado wanajisahau na wanaona mali wanasochuma labda sina wastahili wao tu. Mwenyezi Mungu anasema wataku yauma turjauna fihi ila Allah, yani iogopeni siku ambayo nyinyi, sio nyinyi tu, hata na mimi na wote hapa tutakufa. Siku ambayo utarudi kwa kwenye Mwenyezi Mungu wako, siku ambayo Mwenyezi Mungu anasema yauma yanfaul malu wala banun, yani siku ambayo iso mali zako, gorofa uliochuma, iso manyumba ambazo umejenga, hela zako unaweza watoka ngetenesa godoro la hela, au mtu wa hela ukao nalalia, au kaeka chumba hapo ukao ukipita tu naangalia hela zako na naye hisi sasa kwangu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema iogope hiyo siku ambao hela yako na mtoto ambaye umemsaa hato kusaidia chochote. Kitakacho kusaidia ni amali yako, ambao je, katika mwezi huu mkutufu, mwezi ambao anakuja mara moja kwa mwaka, umelisha ndugu zako Waislamu? Umeenda kutoa sadaka hata msikitini, umejenga msikiti ambao si angalia tu nyumba ambao umejenga wewe. Kuna siku ambao dunia itakumesa, utaingia kwenye kaburi, kwenye tumbo la kaburi. Je, umejiandaa nini na ile sehemu ambao giswa lake hatujawahi kuliwasa mimi na wewe wala hatulijui? Kwa hiyo ndugu zangu, nawakumbusha ambao bado hamjatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ambao mnakumbatia pesa zenu, hemu angalieni huu umma wa Kiislamu ulioko hapa. Huu umma unaomba dua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu awajalie nyinyi afya njema, sababu huwezi kutafuta hela kama huna afya. Au msasi wako anaumwa sana, au mtoto wako huna afya ya familia yako, huwezi kutafuta hela. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atawapa wa nguvu ya kuombea nyinyi watu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kipato, mpate afya nyinyi na familia zenu, ili muendelee kuwajali. Insha Allah Mwenyezi Mungu awafungue mioyo yenu, muwe ni watu wenye kutoa, na tuende vijiji na vijiji vingine, sababu marasani bado ipo, bado hujachelewa, muda bado ipo. Kama nafoona hawa watu ambao mmewakabisi amana zenu, kuna ukhti nani anaitwa Lamki, Shamsa Lamki, kuna Sheikh Abdul Qadir Al-Jahdhami. Mfikiria ametoka maili na maili ili kufikisha ile amana yako, na wewe unaona watu wote hapa ile amana yako atapewa mmoja kwa mmoja baada ya mwingine. Na si kwamba sisi tunafanya kwa ria, labda kuonyesha watu ria, ila kuna watu hawafundishiki mpaka waone kwenye felicitation kama hivi. Kuna watu haiwezi kuingia imani kama hajai kuona watu wanasiki. Sheikh wangu ilifika kipindi kimoja, kuna mtoto wa mfalme, yule mfalme ya Uirengesa, alisema hawa Waislamu kila siku wanafunga, ngoja na mimi nijaribu kufunga. Bahati mbaya yule mtoto alikuwa hajawahi kushinda na njaa. Imefika saa 6 anasikia kiu, anasikia njaa. Anasema mimi anasikia kiu, anasikia njaa. Ile rafiki yake akamwambia hiyo ndo swaumu. Sasa Waislamu miaka yote ndo wanapata hiyo kiu na njaa. Alafu kuna Waislamu wengine hiyo kiu na njaa imekuwa ni moja kati ya maisha yao ya kila siku. Alafu nyinyi watu Mwenyezi Mungu amewajalia hela, unashindwa kutafuta hata mmoja ukampata biashara ili awe na yeye apati ile njaa. Fanaudhu billahi min dhalik. Hii ndio shughuli yao. Kwa kweli sisi leo ni washindikizaji. Waswahili wanasema kwamba kwenye shughuli wanakuwepo wenyewe na washindikizaji. Nyinyi ndio wenyewe, sisi ni washindikizaji. Kwa hiyo kwanza tunawashukuru nyote kwa kuweza kujitokeza kwa wingi. Hongereni sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie hili ambalo tumekuja kulifanya, kulitimiza, liweze kutimia. Ndugu zangu, niseme kitu kimoja, kutoa si utajiri. Kuna watu wana mamali mpaka hawajui wafanye nini, lakini si watoaji. Hawa walioko hapa si kwamba ni matajiri, bali hawa Mwenyezi Mungu amewajalia ni watu wenye imani na huruma. Kwa hiyo inshallah tuombe dua waendelee kuwa na imani hiyo, waendelee kuwa na huruma hiyo. Inshallah Mwenyezi Mungu amjalie Sheikh Abdul Qadir na dada yangu Bishamsa waishi hata miaka 100 na
na dua zetu hizi ndizo zitakazowajalia wao waendelee kutenda haya mazuri ambao wanayafanya. La pili, naomba mpokee salamu kutoka kwa serikali yenu kupitia ofisi ambayo inashughulika na masuala ya diaspora Zanzibar. Kwa kweli serikali yenu inawaunga mkono, inawapenda na iko pamoja nanyi, pamoja na ndugu zetu ambao wameenda nje ya nchi kwa madhumuni mbalimbali. Sisi tumesema hawa ni ndugu zetu, kila mmoja ameenda kwa madhumuni yake, lakini alhamdulillah, narejea tena, alhamdulillah wameenda, lakini bado wamesema kwamba nyumbani ni nyumbani. Na ndio maana leo mnamuona Sheikh hapa, Sheikh Suleiman ametoka Oman mpaka amerudi hapa kijijini kwao alipolelewa. Mashaallah, hongera kwa hilo. Ama kweli mcheza kwao hutunzwa na nyumbani hujapasahau. Lakini la pili, mpokee salamu kutoka ubalozi wa Tanzania uliokuwa nchini Oman. Kwa bahati mbaya mwaka jana tulikuwa tuko nao, lakini mara hii kutokana na majukumu mbalimbali hawakuweza kujumuika nasi, lakini kutoka ubalozi hasa unaongozwa na balozi Fatma wanawasalimia sana na wanawashukuru sana na wanawatakia Ramadhani njema. Baada ya kusema hayo, naomba hili tulilokuja kulifanya mtuombee dua, mulipokee. Kama kutakuwa kuna dosari, ni dosari za kibinadamu, mtusame inshallah, lakini tuko pamoja nanyi na tunawatakia mfungo mwema, mfungo mtukufu wa Ramadhani. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad. Ndugu zangu katika imani, jazakumullahu khair. Nimefurahi kuoneni hapa kwa pamoja na mmehudhuria kwa pamoja. Hii ni furaha kwetu na ni furaha kwenu inshallah. Pia kama alivyosema Sheikh Suleiman, tutoa shukrani kwa serikali ya Zanzibar kwa kutupa ruhusa na nafasi tukaja tukafanya kazi zetu kila mwaka kwa ajili ya ndugu zetu visiwani. Hiyo ni jambo ambalo kubwa sana tunalishukuru na tutaendelea kushukuru serikali. Ndugu zangu, sina maneno mengi, bali kama alivyosema, mtu ni kwao na ucheza kwao utunzwa. Sisi sote tumezaliwa East Africa, kuna walizaliwa Pemba, kuna walizaliwa Unguja, kuna walizaliwa bara, lakini sote tulijaliwa kwenda nje. Tunakumbuka zile fadhila za huku tulipotoka. Tunakumbuka fadhila za mengi zaidi, fadhila za kusomeshwa, kupata elimu hapa, fadhila za kuwa watu tukafika mbele za watu tukajua tunazungumza kitu gani, fadhila ambapo tumeishi. Kwa hiyo zile fadhila tunazikumbuka, na ndio maana tumerudi kuleta sadaka kwa ajili ya ndugu zetu ambao wapo katika visiwa vya Pemba. Zawadi hizi au sadaka hizi zimetoka kwa ndugu zenu ambao kadhalika walizaliwa huku visiwani na wamezaliwa bara, wamezaliwa Unguja, nao wakaona kwa kuwa nyinyi mnakwenda huko Omani, huko Pemba, basi nachukueni hizi wapelekeni. Alhamdulillah, mpaka hivi leo nafikiria tushamaliza kugawa zaidi si chini ya familia 600. Tushamaliza kugawa na tunaendelea inshallah kuendelea kugawa leo hapa, na tukitoka hapa tunaenda sehemu nyingine pia kugawa vile vile. Tunaomba tumuombee dua ndugu zetu hao ambao wametoa sadaka hizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri, awakinge na kila shari, awafungulie milango ya riziki, awajalie furaha katika majumba yao, awajalie mioyo ya kutoa daima ili waweze kutoa kwa mwaka unaokuja vile vile. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ngoja nishuke kidogo, manake ndugu zangu leo tuko Pemba na baada ya kufika Pemba tumekuja kwa ajili yenu, lakini baada ya kuona picha ya huyu mzee, alikuwa ni mfalme wetu, lakini Mwenyezi Mungu amemchukua. Tunamwombea dua daima, kila tukisali sisi Oman tunamwombea dua, lakini baada ya kuona hii picha tu wallahi nimeshtuka. Naomba tumuombee dua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya huyu marehemu mfalme Qabus bin Said bin Taimur al-Said. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskunhu fil janna ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskunhu fil janna ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskunhu fil janna ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
حي على الفلاح.